Katika mchezo wa ligi kuu ya nchini Uingereza kati ya Wolves dhidi ya Liverpool, kuna tukio ambalo lilifanyika kabla ya mchezo la kumwenzi nyota wa zamani wa timu hizo ambaye anaitwa Diogo Jota, ambaye alichezea Wolves kisha akaenda Liverpool, ambaye alipoteza maisha siku ya tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2025 katika eneo la Senadilla nchini Hispania mara baada ya kupata ajali akiwa na mdogo wake. Sasa katika huo mchezo wa Liverpool dhidi ya Wolves, tunajua kwamba Diogo Jota amepita katika timu zote hizi mbili, yani amepita Liverpool lakini pia amepita Wolves. Walichokifanya viongozi wa timu zote hizo mbili ni kukaa chini na kuangalia jinsi ya kumwenzi nyota huyo wa zamani wa timu hizo pamoja na timu ya taifa ya Ureno, ambapo cha kwanza watoto wa Diogo Jota walikuwa mascot kwenye timu hizo, ambapo Diogo Jota na watoto watatu, lakini wakubwa ni wawili ambao walikuwa mascot katika timu hizo, ambapo wa kwanza anaitwa Dennis na mwingine anaitwa Duarte. Lakini pia mke wa Diogo Jota, Ruth Cardoso, naye alikuwa uwanjani hapo kuweza kutazama mchezo huo, akiangalia jinsi ambavyo Diogo Jota alikuwa anaenziwa na timu zote hizo mbili ambazo alizichezea katika kipindi chake cha uhai. Lakini pia nahodha wa timu ya Liverpool, Virgil van Dijk, naye kabla ya mchezo aliwachukua vijana wa Diogo Jota akawa anacheza nao mpira kama vile anawaamsha hivi, anawachangamsha fulani hivi. Hii yote ilikuwa ni sehemu ya kuonesha kwamba tuko pamoja. Lakini pia Liverpool wana ule msemo wao wa kwamba you will never walk alone, yani wamemuonesha pia Ruth Cardoso, mke wa Diogo Jota, kwamba hayuko mwenyewe. Liverpool always wapo naye na wanaendelea kumsupport kwa kila hatua, na wataendelea kumkumbuka Diogo Jota kutokana na mchango mkubwa alowapa klabu ya Liverpool, hasa katika kuwasaidia kwenye zile mbio za kutwaa kikombe cha ligi kuu ya nchini Uingereza chini ya kocha Jurgen Klopp.